Shout out kwa Asili Yetu TV. Niseme Asili Yetu TV team au nisemaje? Asili Yetu TV. Asili Yetu TV, yeah. Niishie hapo. Yeah. Kwenye team nitoe. Kwenye timu itoe. Okay, Asili Yetu TV. Inawakilisha wote. Inawakilisha wote. Yeah. Karibu sana brother. Asante. Mizuka lakini. Mizuka kabisa. Kama nakusikia kwa mbali hivi, ingate mic kabisa. Okay. Hapo mizuka. Fresh kabisa. Tunakotoka? Bwana, tunakotoka wako poa. Poa kabisa. To introduce washikaji ambao umeingia nao ili tuanze kupiga story. Umeongozana nana? Siku ya leo bwana nimeongozana kwanza na mzee wa tatu. Okay. Lakini pia tuna muhasibu. Yes. Ambaye tutaenda kufahamu muhasibu amesimama kwenye upande gani. Okay. Lakini pia tuko na mpiga picha. Nakubali. Lakini pia tupo na dereva ambaye ametuleta. Kwa mko na ndinga? Tuko na ndinga huko. Nakubali. Asili TV mzee wangu so mchezo. So mchezo. Waenga waamini. Fresh, karibu sana brother. Asante. Tuongee na washikaji wetu wa Njombe wanatusikiliza saa hii. Nini kimekuleta usiku hapa kwenye Crazy Friday? Bwana, kitu ambacho kimetuleta leo kwamba siku ya kesho tarehe 6 Asili Yetu Dreams Night Show tunakwenda kuizinisha kile kitu ambacho tulikuwa tunakipambania takriban mwaka mzima. Okay. Yes. Kwa ambaye hajui ni nini hiyo? Ni usiku ambao ni mtoko ambao tunakutana na wadau wetu mbalimbali kuanzia wateja ambao huwa tunawahudumia upigaji wa picha, lakini pia na wadau ambao wanatufuatilia kupitia Asili Yetu TV. Kwa hiyo tumewaandalia surprise ambayo itafanyika Argument Hotel. Nakubali. Kabla tuende mbali, kwa yule ambaye anasikiliza kwa mara ya kwanza anatamani kujua Asili Yetu TV na deal na nini sana sana? Asili Yetu TV ni kituo fulani ambacho tunatamani baada ya miaka miwili kije kuwa kituo cha habari. Okay. Maana yake sasa mko online tu. Tuko online tu. Okay. Mko na watangazaji hapo? Sisi nafasi tunaikaba wenyewe kwa sababu bado sijafikia nafasi ya kuajiri. Kwa mkurugenzi mwenyewe mtangazaji? Nafanya. Nakubali. Okay. Tumeshajua mnachokifanya. So kesho nini kinaenda kufanyika pale sana? Siku ya kesho tunawaambia wana Njombe kwamba siku ya kesho cha kwanza kabisa kuna vitu ambavyo tumevizingatia kama Asili Yetu. Ukifika ukumbini cha kwanza utakutana na red carpet ambayo utafanya interview, lakini tutakuwa tunaenda live moja kwa moja kupitia Asili Yetu TV. Kisha toka kwenye red carpet utakutana na supu. Unakutana na supu? Na supu nzito. Baada hapo unaingia ndani. Lakini pia utakutana na vinywaji. Huku ukipata burudani kutoka Njombe Star Band. Okay. Ambao watafanya hapo. Yes. Lakini pia tuko na mgeni rasmi, mtu mzito, hatuwezi kumtaja sasa. Mtajeni bwana. Hatuwezi kumtaja, ila ni kiongozi wa serikali. Au bado haja confirm kama amesha confirm kila kitu. Nakubali. Ila waelewa kwamba ni kiongozi mkubwa. Okay. Kwa kama nimeelewa ni kwa ajili tu ya kula bata kesho. Ya kula bata, lakini kuivusha pia Asili Yetu TV kiwezekana inapofika tarehe 1. Okay, 26 basi tumeshatambulika rasmi. Saizi hamtambuliki? Bado hatutambuliki. Kuna vigezo ambavyo bado hatuja. Okay. Unazungumzia usajili tumeshaanza hatua, lakini bado kuna nafasi bado hatujaitambulisha vilivyo. Kumbe unaruhusiwa pia ukianza process na kuendelea kufanya kazi? Inawezekana kwa sababu unahangaika kutengeneza kwanza brand. Okay. Safi sana. Unaweza elezea kila kitu kwamba watu watakujaje, wataingiaje, bure au ni vipi, au hicho kipande wewe mwanzo atakuja mtu mwingine? Hiki naweza kuzungumzia kwamba watu ambao wanapaswa kuhudhuria pale tumezingatia. Ni watu ambao kama hujalipia kadi. Okay. Hiyo nilikuwa nasubiri sasa. Supu, sio nini, nitakuja free au ni vipi? Hapana. Sisi event yetu imebeba watu ambao wamelipia kadi. Na kadi zetu ziko aina mbili, ni F20 na F50 VIP. Na mpaka sasa hivi tuko na watu 100. Kwa hiyo watu ambao tunahudumia ni wale watu ambao wameshalipia kadi. Okay. Maana yake mpaka sasa hivi mtu anaruhusiwa pia kulipia. Mpaka sasa hivi anaruhusiwa mtu kulipia mpaka kesho ifikapo majira saa 9 tutakuwa tumefunga hesabu hatupokei. Kwa hiyo nikilipa kwa mfano 20,000. Kwa hiyo nitapiga picha, utapiga picha, nitakula, utakula, nitakunywa, utakunywa.
na utaserebuka pia. Kingine ni hivyo tu. Utakutana na watoto wakali pia. Okay, safi. Una lolote la kuendelea kuongea au niongee na mzee wa tatu? Ninapojipanga mimi nafikiri tumpe nafasi mzee wa tatu. Mzee wa tatu, okay sawa. Mpe mic hapo tupige naye story kidogo. Huyu ndio wa kubonga kabisa. Huyu ndio mtangazaji wako pale mkuu. Fresh mzee wa tatu. Naambie mkuu. Mimi niko fresh. Tuongee na wana Njombe sasa. Yeah. Special ni nini kwa siku ya kesho? Ukiachana na mkurugenzi ameshaongea. Special siku ya kesho kwanza ni kuja kujuana na wadau wote ambao wanaifuatilia Asili Yetu TV. Okay. Tunaamini tunakutana kwenye mitandao ya kijamii wengi, pengine hatujuani. Ni muda sasa ukaa pamoja, lakini pia kubadilishana mawazo, ikiwezekana kupeana michongo. Ili tunapoingia 2026 basi mambo yawe tofauti na tulivyokuwa 2025. Ukiachana na bata na kuenjoy, utakuwa na kitu gani kingine? Ukiachana na wasanii labda kuperform, kitu gani kingine ambacho kitafanyika? Kitu special ambacho mimi naona ambacho kitakuwa tofauti na upande wa burudani na nini, ni kwamba wadau wanakuja kukutana kati ya wapenzi wa burudani na wafanyabiashara. Unajua unajua muziki ni biashara. Sasa lazima ukutane na mfanyabiashara ambaye ameendelea ili uweze kujua kwamba unafanya nini kwenye biashara yako ya muziki. Kwamba tunategemea sana tuanze kupata angalau wasanii wetu waanze kupata nafasi ya kufanya matangazo na wafanyabiashara. Kwa hiyo pia Asili Yetu TV hiyo nzuri. Asili Yetu TV imetengeneza kama vile connection ya kumkutanisha mfanyabiashara na msanii. Wafanyabiashara wameitika kwenye hilo? Wameitika kwa sababu ukiangalia mpaka sasa hivi wasanii tulionao wa hapa Njombe hata 10 hawafiki. Wengi ni wafanyabiashara. Wote ni wafanyabiashara na wadau mbalimbali. Kwa hiyo naamini wale wasanii wachache watakaokuja wanakuja kukutana na wafanyabiashara wakubwa ambayo pengine wao kwa nguvu zao ilikuwa ni ngumu hata kukutana nao. Nimekaa vizuri sana. Umeonaje mwitikio wa sanaa yenyewe ya Njombe mnapokuwa mnaandaa matukio kama haya? Sanaa ya Njombe niseme kwamba kidogo ilikuwa imelala, tusijikweze. Ilikuwa imelala, lakini jinsi tunavyoipeleka katika mfumo ambaye tumekuja nao sisi kama Asili Yetu TV, tumekuja kitofauti sana. Na hii sasa inaanza kuonyesha mvuto. Kwa sababu ukiangalia hata tiketi zetu tumeuza shilingi 20,000 kwa shilingi 50,000. Lakini mwitikio mpaka sasa hivi tuna watu 100. Tafsiri yake ni kwamba watu wamejua nini ambacho kinaenda kufanyika, ukitoa tu mbali chakula na burudani. Ni kwamba watu wameshajua nini kinaenda kufanyika. Kwa hiyo ukiangalia sasa kinachokuja kwenye platform ya wasanii wamekuwa ni wachache kwa sababu wao wenyewe walishailemaza sanaa. Kwa hiyo sio wanapenda bure. Sio kuilemaza kwenyewe. Kwa nini msingewaalika labda wasanii waje tu enjoy? Unajua sanaa ni kuwekeza. Muziki unataka pesa. Kwanza mwasibu nilimwambia hivyo ameshaangalia. Yaani tafsiri yake kama ameweza kwenda studio akatumia pesa akatengeneza kazi yake vizuri, atumie pia pesa kuiwakilisha kwenye jamii. Safi sana. Ili tujue ukweli uko serious na kazi. Hiyo gap ya wafanyabiashara na artist kutoka Njombe. Mmeiona ni fursa nzuri sana. Unafikiri changamoto waga ni nini? Naonaga wafanyabiashara wengi wa Njombe wanawakataa wasanii wa Njombe. Unaweza kaenda kwa mfanyabiashara ukamwambia mimi ni msanii na unisupport na nini? Wafanyabiashara wengi waga wanasema kwamba tumesha support sana lakini nothing. Nini umekiona sana? Changamoto ni kwamba wasanii wenyewe walishaharibu, hususan wa Njombe. Walikuwa ni watu ambaye hawaendi direct kwenye kitu ambacho wanakuwa wamekiazimia kwenye sanaa zao. Kwa hiyo wameshapewa support sana na wafanyabiashara. Matokeo yake hakuna kitu ambacho wamekifanya ambayo wafanyabiashara wameshawishika. Hivyo imefika mahali wafanyabiashara kama vile wamekata tamaa. Kwa hiyo sasa hivi Asili Yetu tumekuja kama nafasi sasa kuwarudisha ile nguvu ya wafanyabiashara au ile imani potofu tunaifuta. Waone kwamba hii sanaa inakuja kwenye mwinuko mwingine ambaye wawaamini wasanii. Kwa hiyo sasa kwanza tunadili na wafanyabiashara na tunashukuru tumpata wengi. Hawa tunataka ambao wanakuja kwa mlengo wa sanaa. Sababu sio kama mmewashawishi kwa njia nyingine. Wamekuja kwa ajili ya kusupport game. Kwanza nishukuru Mungu tumepata wafanyabiashara kwa mwaka huu kwenye tamasha letu. Tumepata wadhamini 5 ambao wameweka mpunga vizuri. Wale tuliowashawishi wakaweka mpunga vizuri. Na tukajitolea. Kesho utaenda kuona kitu kinafanyika tofauti. Hawa wafanyabiashara waliojitolea watapata vyeti vikubwa vya heshima ambavyo vimetengenezwa kisasa zaidi. Kuonyesha mchango wao. Kwa hiyo kile kitu
wajifunze pia wasanii. Kwa hiyo tunawakaribisha pia wasanii ambao bado hawajapata tiketi za kuingia pale, waje wajifunze kitu ili wapate njia ya kuandaa matamasha yao. Umepata mtangazaji kakangu. Kakangu umepata mtangazaji. Natamani nimwachie mic aendelee. Safi sana. Una swali lolote Cordless? Baba watatu wameongea kitu kimoja ambacho mimi nimekinote. Amesema kwamba wasanii wa Njombe wanadidimiza sana. Na nyie kama asili yetu mmekuja kuipush. Ukipata nafasi ya kuwashauri au kuwapa neno wasanii wa Njombe, ni nini ambacho unatamani wajifunze, au unahisi asili yetu itawapush vipi wasanii wa Njombe? Okay. Wasanii wa Njombe, kitu ambacho mimi napenda kuongea nao, kwanza wasijione wameweza. Wana hiyo kujiinua. Unajua shida msanii wa Njombe akishatoa ngoma 2-3 tayari anajiona ameweza. Sasa inafika mahali unaanza wewe kutembea kule katika kuinua migongo. Wakati inabidi uendelee kunyenyekea mpaka pale wale mashabiki zako ndio wakupe ujumbe kwamba tayari umekuwa. Sasa wakutoe kwenye hatua moja wakupeleke kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo sasa ile inashindwa. Yaani wewe msanii kwanza unakutwa baa muda wote, alafu hauna shughuli maalum ambayo inakuweka baa pale. Unajua mimi mfano mimi ni mwandishi wa habari. Nikiwepo baa labda nitajitetea, kuna content naitafuta. Sasa wewe kama msanii kila siku uko baa unatafuta nini? Inafika mahali kugongea vinywaji tu kwa wadau wako, inakupotezea hata ile content ya wewe kusema mwamba umeingia na kuambia za siku. Kwa hiyo ni hebu wajishushe, alafu wawe serious kwenye kazi zao, waache kazi ziongee, so wawe kuongea wao. Itafika mahali maadili yanaanza kuja tu. Yaani kazi zikiwa nzuri, wana wakiona wao wakutafute. Unajua kuna wasanii wakubwa ukienda kwenye mikoa ambayo imeendelea, kuna wasanii wakubwa afu ukimkuta yeye bado haamini kama ni mkubwa. Ila wana level za mbali sana. Kwa hiyo hicho kitu Njombe sikioni. Okay. Na umeongelea swala la wafanyabiashara kama wamekatia tamaa vipaji vya Njombe. Ndio. Sasa kwa sababu miongoni mwa, kwa sababu umesema ni na lengo la kuja kuwa media au kituo cha habari. Na miongoni mwa kazi za kituo cha habari tunafahamu ni kupush up vipaji. Kwa hiyo na waahidi nini wasanii ambao sasa hivi sasa ndio wanajivika silaha, wanasema okay, let's us do this. Na waaminisha nini kwamba asili yetu mtaweza kuwa connect tena kati ya wasanii pamoja na wafanyabiashara? Asante. Ili tamasha la asili yetu ambalo tunalifanya, huu ni msimu wa pili. Tulianza mwaka jana, tulipata watu 70. Safi. Kumbe ilifanyika mwaka jana? Tulifanyia Bednest Hotel Uzunguni kule chini. Tulifanikiwa kwa kiasi fulani. Kwa hiyo ile ya Sharobaro? Hapana. Ya kwetu kama ya kwetu ilifanyika. Kabla ya Sharobaro tulianza sisi. Kwa hiyo huu ni msimu wa pili. Hili ni tamasha endelevu kila mwaka. Safi sana. Ni kila mwaka. Haijalishi kituo kitakuwa kikubwa kiasi gani, na jinsi kila mwaka tunavyokwenda tunazidi kukua. Kwa hiyo tunaomba hao wasanii waendelee kujoin na asili yetu ili wapate nafasi za kila mwaka kukutana na tamasha kubwa ambalo linabuniwa kisasa. Ndio maana ukiangalia mwaka huu tumeongeza vitu vikubwa sana, ikiwepo kwenda online, yani live. Live. Mwanzo mwisho tunakuwa live. Kwa hiyo walioko Marekani, wako Dar es Salaam, wako Mwanza, wanaona sanaa Njombe ikoje, wasanii wanaperform wapoje, kazi zinafanyikaje, wanaandaje tamasha. Kwa hiyo ni fursa hata mikoa mingine wanapokuja kuwekeza Njombe, wanajua tukifika pale kuna wasanii hivi na hawa, kuna tamasha linafanyika hivi na hivi, kuna mambo kama haya. Kwa hiyo ni nafasi yao kujiunga na Asili Yetu TV ili kujiunga na wigo mpana wa kufanya biashara zao pia. Imekaa vizuri sana. Twende break kidogo. Nikisema utaje msanii ambaye unaona kabisa kwa Njombe sasa anafanya vizuri. Yaani hivi tulivyo saa hizi. Achana Makambako. Hapa Njombe Town. Kwa Njombe. Unaona huyu msanii anafanya poa kinoma. Ni nani? Mmoja tu. Hata mmoja ndio. Nataka mmoja. Bwana mimi siwezi kuacha kumtaja Sika Melody. Kwa sababu ni familia. Kwa sababu niko naye muda mwingi, naiona kazi zake, nazifuatilia, naangalia anavyohangaika kutengeneza mashairi yake, anavyowakilisha. Yani kidogo na labda nafikiri kwa ajili yuko chini ya Asili Yetu TV anaogopa kufanya ule utoto kwa sababu tunamchana. Jamani kwa sani ndi pale.
Yaani mnamsimamia wenyewe? Yupo chini ya kituo cha Asilia TV, lakini anafanya kazi ya Asilia TV, lakini kazi zake za muziki bado anafanya mwenyewe. Bado hayuko kwenye management ya Asilia TV kimuziki. Ngoma yake ambayo unaiaminia nini? Ngoma ambayo naiaminia sana, ambaye imefanya vizuri Tena. Yeah. Inaitwa Tena. Tena. Ngoja tuipige hapa nafasi. After kuipiga hiyo na Tena. Nafasi vipi? Nafasi nayo iko poa. Lakini Tena ndo noma zaidi. Nasema ndo wimbo ambaye alichukua kwenye moyo wangu, kwa hiyo ulichukua nafasi zaidi. Au ndio usika kuandika kidogo? Hapana. Hebu tupuse ngoma ya Sika Melody ndio tunakam through. Kuna Asilia TV, story ni mob. Endelea kuenjoy. Naweza kuwafahamu akiwa apiga picha. Okay. Sikugundua kipaji chake cha kuimba. Alipokuja kunitumia ngoma yake ya Bye Bye nikaona oya, jamaa ni dhahabu kabisa kwenye upande wa muziki. Sijaona muendelezo ule wa uwekezaji mkubwa. Atakuja kupiga story mwenyewe hapa. Lakini kwa sasa tuko na mhasibu wa Asili Yetu TV. Karibu sana sister. Asante, mambo vipi? Mimi niko fresh. Yes, mhasibu Nyamwezi. Picha linaanza mhasibu Nyamwezi. Nakubali. Wanafahamu kama nani kwa jina? Kwa majina naitwa Antelo Mtega. Okay, Mtega. Sika ndugu yangu kabisa. Mama mwenyewe Mtega ujue. Inawezekana. Inawezekana familia. Inawezekana familia. Hapo hujui uko tu hapa mjini. Okay, karibu sana. Asilia TV iko na mhasibu au ni mhasibu wa tukio la kesho? Hapana, sio mhasibu kwa tukio la kesho. Okay. Niko mhasibu kwa ajili ya kampuni. Okay. Kwa tukihitaji pesa, assistant tunamalizana naye. Na event nzima amesimamia yeye. Yeye kila kitu. Si hatujalipa. Ongea sana Wananjombe, wewe ndio mhasibu wa Asilia TV, tukio la kesho. Wao wameshaongea nini, wamekiacha unatamani kuongea? Ambacho natamani nikiongea na nikisisitize sasa hivi ni kuhakikishia Wananjombe na wale ambao wametoka nje ya mkoa wa Njombe kwamba tukio letu limeandaliwa vizuri kwa weledi. Kwa hiyo watarajie kupata event nzuri, yani watarajie kupata tu event ili mradi. Event yetu itakuwa ya kipekee, lakini ni mtoko mmoja mzuri sana. Wakaribie, wasiache kukaribia. Safi sana. Nani mshereheshaji amepata huo mchongo? Ili nivutiwe zaidi. Au naye ni yuko kwenye mabano? Hapana, yupo. Nani anasherehesha? Tunaye dada yetu Tulizo Muhapa, dada wa Kihehe anayejua kudua, kusherehesha, kuchekesha, vyote yupo. Kwa tutakuwa naye pia kesho. Safi sana. Party itaanza saa ngapi? Party itaanza saa 12 kamili. Tunakesha pale? Hapana, vibali haviruhusu. Mpaka saa ngapi? Saa 6. Ikimpendeza Mungu mpaka saa 6 tutakuwa tumemaliza tukio letu. Okay. Haina noma. Niwasisitize tu jamani, wasile vitu vigumu kuanzia asubuhi. Yaani vitu laini. Maana kwamba jioni wewe kwenda umealikwa afu unakula sana. Kunywa tu maji ya kutembelea. Sio kila kitu kiko pale. Sana na vyakula vya aina tofauti ambavyo hawajazoea kuvikuta nyumbani wala mahali pengine popote. Lakini sisi katika event yetu kesho tutakuwa navyo. Kusana na mtoko nazungumzia mavazi, labda kuna mavazi special labda? Hatuna mavazi special, lakini mavazi yetu unaweza kuvaa nguo yoyote, iwe ni gauni, suruali. Piga majumba ya kutosha. Wewe patu mtoko wako unaona huu mtoko naweza nikatoka nao, lakini rangi zetu ni rangi mbili tu, ni nyeupe na nyeusi. Okay. Turudie location sasa kwa wale bwana wanakusikiza, unajua sauti ya kike ina mamlaka kidogo. Alishaongea mkurugenzi, lakini mhasibu sasa tupe location ni wapi? Kama mtu anatoka zake stendi kuu anaishia wapi? Anatoka stendi ya zamani anakuja anaishia wapi? Location yetu ni Agreement Hotel na ukumbi wetu ni ukumbi wa juu kabisa gorofani. Okay. Unajua kusema Agreement, unajua ile labda ile kubwa ya chini? Maana ni na ule ukumbi mpya nyuma. Ule wa nyuma lakini gorofani. Gorofani. Okay. Safi sana. Lolote la kuongea? Niwasisitize, lakini niwaombe tuombe Mungu sote pamoja ili kesho tuvuke tukiwa salama na tukiwa tuna afya njema. Hilo ni jambo la heri. Nguvu kabisa, litatupa nguvu za ushindi za kusherehekea event yetu tukiwa tuna nguvu, tuna afya njema pia. Haleluya. Amina. Na swali moja la mwisho kabisa. Mhasibu yeye mwenyewe anajua thamani ya sanaa, anaelewa sanaa inavyoenda, au yeye ni mambo ya fedha tu na vitu kama hivyo? Hapana, sio kiivo sana. Sio shabiki sana.
sio kipo sana, lakini kwenye upande wa fedha huko nimependa asili yetu amechagua mtu ambaye yeye anahusika tu na mambo ya fedha. So hata msanii pale mkiwa mnamletea anakuambia vipi naingiza fedha. Na ni mali. Tunashukuru sana kwa kuja na tutakaribia. Asante sana, tuwashukuruni. Karibuni sana, msiache kuja kutuunga mkono, lakini msiache kuja kusherehekea pamoja nasi event ya mwaka 2025. Uhakika lazima tutokee. Unajua hapa jirani, yani nauli hasira tu. Dakika sifuri tu. Kinua zako muhindi pale chap. Tunakushukuru sana Mwasibu, karibu sana. Bila shaka tutakuwa na dadangu, sababu mimi mwenyewe ni mtega. Nje maana tutazungumza. Inawezekana kabisa ni dadangu, inawezekana mtoto baba mkubwa na mimi niko tu hapa mjini Njombe. Okay, tunakushukuru sana. Tupige story na mkurugenzi sasa. Tumalize na mkurugenzi, tuongee kuhusiana na wasanii wa Njombe kidogo. Nimekuwa nikipita kwenye Instagram account yenu, mara nyingi nimeona mnawakandia sana wasanii wa Njombe. Yaani ile vile vitu vyao vya ajabu ndio mnapenda kuviweka pale. Mpaka kuna baadhi ya wasanii wanakuta na mind na vitu kama hizo. Ndio mmeamua kuondoka na hizo content zinafanya vizuri au ni nini? Moja ya kitu ambacho mimi nakifahamu, kwanza mimi ni mkurugenzi, lakini mimi kabla sijawa mkurugenzi nimekucheza sana Bongo Movie. Okay. Kwa hiyo najua madhara ya wasanii kinachowaferisha kutokuendelea mbele ni kitu gani. Kwa hiyo tunapokuwa tunatengeneza vile vitu ninakuwa nina uhakika na kitu ambacho kinafanyika. Mfano mzuri, sisi wakati tunaanzisha hizi issue tuligombana sana na wasanii. Kuna wasanii wengine mpaka kusalimia hasalimii kwa sababu umesema pale ambapo pana ukweli. Ilifika kipindi wakimuona mzee wa tatu sehemu ilikuwa ni bar, wasanii wanakimbia. Wasema hapana, huyu jamaa anaenda kutuumbua kesho. Unaelewa? Lakini moja ya vitu ambavyo vinafanya sanaa ya Njombe ishindwe kwenda vizuri, na sio Njombe tu, tumeona wasanii wengi sana, ni masuala ya pombe, kutumia pombe kupitiliza. Yaani mtu nakuwa ni cha pombe kupita maelezo. Kwa hiyo sanaa hiyo lazima ifeli. Kwa hiyo sisi tukaona tuanze na hapo kuwanyosha, na maana sasa hivi ukiangalia asilimia kubwa ya wasanii wa Njombe kuna tabia wameziacha kabisa. Okay. Safi. Kwa sababu ya na mapinyi mmechangia. Tumechangia na wanajua hilo. Wameacha sasa walevi. Sio walevi, na kama ni walevi basi wanafichama sana. Wakiwaona hiyo wanajua kabisa tayari paparazi hao wameingia. Na sisi tukaona tupite na upepo huo kwa sababu ina impact kwenye media yenu. Inachangia sana kwa sababu tungekuwa labda tunafanya kinyume na, yani tunawaonea, tunasema jamaa wanaonea, lakini kiukweli mimi ni moja ya watu ambao nakutana na wadau mbalimbali ambao tunaomba support. Unakutana mdau anambia hapana, wasanii hatuwezi kuwekeza. Kwa nini? Wasanii bwana, nyinyi mmezidisha starehe, hata tukiwachangia pesa sasa hivi hamwezi kufanya kitu chochote kile. Nakumbuka ni mwaka huu tulienda kwa bosi mmoja na msanii mmoja kwamba jamani, twendeni mkanichukue clip ninavyochukua mpunga kwa yule bosi. Yule bosi akasema, sikiliza vijana, mimi nilikuwa na uwezo hata wa kuwapa milioni 10 hapa sasa hivi. Nendeni mkaandae hilo tamasha lenu. Lakini nikiwapa milioni 10 hapa sitaona kazi na huo uzinduzi hautafanyika. Umeelewa? Kwa mwisho wa siku msanii akaishia kubeba tu 50,000 ya mboga. Sasa 50,000 unaenda kufanyia nini? Safi. Mimi nimependa ambacho mmekiona na mmeamua kukifanyia kazi. Kwa hiyo mmeanza kuona matunda sasa. Yes. Kwamba wasanii wanaanza kuwa na heshima. Wameanza kuwa na heshima. Hiyo asilimia kubwa. Safi sana. Tujikumbushe kidogo matukio ambayo yametokea mwaka huu kama Asili Yetu TV. Tukio gani la wasanii limekuchosha kabisa na kabisa kwa upande wa wasanii walizingua kinao? Bwana, moja ya tukio ambalo mimi nilikuwa nalitazama na nilijua yule anaweza kaja akanipita. Ni tukio moja ambalo filamu yake ilitambulishwa kwamba imeshutiwa kwa thamani ya milioni 3. Njombe hiyo. Na uzinduzi ulifanyikia ukumbi wa Turbo. Mwaka huu. Mimi niko hapa. Na picha linaanza ile bana ambalo huwa tunafanyia kama red carpet.
Mimi nimepiga picha nikaliweka status. Kuna director mmoja akaniambia hilo ni chela ni nini? Yaani ile bana ambalo limekunjwa. Hapo kumbuka halijatumika. Halafu filamu hiyo ya 3 iliweza kuzinduliwa na watu 3 kwa content ambayo sisi tuliandika. Tafsiri yake kwamba filamu ile ilizinduliwa na watu 30. Sijakuelewa hebu chote. Filamu kwa maelezo ya mchezaji kwamba filamu ile iligharimu milioni 3 kuiandaa. Okay. Kwa hiyo tukategemea kama imegharimu milioni 3 na kwa madai ya kwamba filamu ile itaenda kuvunja nini rekodi kwa Njombe. Kwa Njombe. Na upande wa event nilijua ni event ambayo inaenda kuvunja rekodi kwa Njombe. Lakini mwisho wa siku watu ambao walikuja kuzindua ni watu 3. Pia mpangilio wa ndani ya ukumbi ulikuwa na wewe ulienda kukava ile story. Nilienda. Okay. Kwa hiyo ni moja ya event ambayo mimi ilinichosha. Sio mimi tu. Kuna baadhi ya wadau ambao mimi naheshimiana nao wananiuliza status. Kwani hicho ni kitu gani? Mnafanya nini? Alikuwa ule ukumbi wa Turbo. Sasa fikiria ule ukumbi wa Turbo ulivyokuwa mkubwa, halafu waingie watu 30. Ambao wanalipa shilingi ngapi? Labda wanalipa 500. Ilikuwa free. Hakuna kiingilio. Sawa. Ilikuwa ni lini? Ilikuwa kama ni mwezi wa ngapi vile? Ni mwaka huu. Ni mwaka huu. Ni story ambayo imetrendi. Ili trend sana. Mbona sijaiona? Ilikuwa kama mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 10 hivi ilifanyika hiyo. Okay. Lakini uchaguzi mkuu interfere mimi sikusikia. Lakini ni kitu ambacho kila mtu alijiuliza. Nini ulikiona kwa huyo msanii? Na maana alifake. Alidanganya kila kitu au ilikuwaje? Okay. Kitu ambacho mimi naweza kuzungumzia nilichojifunza wasanii wa Njombe. Moja, hawataki kujifunza. Kwa watu ambao wao, kwa mfano mimi naweza nikaja kwako Manisi. Nikakwambia Manisi, mimi nina idea ya utangazaji. Umeelewa? Halafu najua kabisa wewe nikija kwako utanipa misingi au utanisaidia kwamba bwana kama una kipaji hiki anzia hapa aidha kwenda shule au anza kujifunza taratibu huku unatafuta kozi. Umeelewa? Lakini mimi kwa sababu ninajua kama nina kipaji hiki siwezi kukufuata wewe. Na kwa maana sasa kwenye upande wa event za wasanii wa Njombe mara nyingi wanafeki kila kitu. Atakwambia kwamba kuna vinywaji, afu hakuna vinywaji. Event nyingi Njombe zimefanywa uzinduzi, anakwambia utakula utakunywa. Kuna event moja nilienda mimi niliambia bwana kule meza ni 100,000, kawaida si ni 20,000, kuna kula na kunywa. Tulienda kule mpaka tukio limeanza mpaka mwisho hakuna hata maji ya kunywa. Waenga waamini. Kwa hiyo ni mimi kitu ambacho naweza kuwapa elimu kwamba maono, unapokuwa na maono ya kufanya kitu fulani lazima uwe na msingi. Ukishapata maono, anza kuchora msingi. Mimi event hii ambayo tunazungumzia leo ambayo kila mwaka nataka nifanye mimi tarehe 1. Lakini mwaka huu tumeshindwa kulingana na hali ya usalama. Okay. Tulipofanya umeiwaisha. Tumechelewa. Mlikuwa mmeshaifanya. Tumeahirisha zaidi ya mara 2. Kila tunapopanga linatokea hili. Umeelewa? Okay. Kwa hiyo mwaka jana tulipopanga, tulipopiga ile event, nakumbuka Chungu atakuwa ni shahidi. Nilimsumbua sana. Ilikuwa mwezi wa kwanza, naambia natafuta jina la event nataka kufanya mwezi wa 11. Kwa hiyo nilipopata jina nilianza sasa kupiga target, hesabu, kuchora ramani zangu kwamba watu wangapi itakuwaje wapi. Kwa hiyo tulipochora imefika muda, sisi hatutegemei michango ya wadau kwamba huo mchango nikalipe chakula, huo mchango nikalipe vinywaji, huo mchango nikalipe ukumbi. Mimi sitegemei. Hiyo event tunakosa ili ugundue nini. Alafu kesho uje utuambie nini unakosa event kama hiyo. Kwa hiyo event na budget. Kwa hiyo sisi tukizungumzia kwenye upande wa event, upande wa wasanii, sisi ukumbi tumemalizana nao karibu sasa hivi tuna wiki 2. Tulishalipa, muziki tulishalipa. Sisi sasa hivi tukipiga hesabu hela tunayodaiwa haiwezi kuzidi zaidi ya 1,500,000. Safi sana. Na event imechukua pesa nyingi. Ukienda kugusa agreement pale ukumbi nakubali. Utaelewa. Lakini pia chakula tumemchukua mpishi ambaye
anasifika kupika kwenye masherehe. Okay. Na tuambie watu kwamba event ili wasanii waelewe kwamba mdau anayekuja lazima chakula atakula chenye thamani ya shilingi 8,000. Okay. Sasa piga hesabu kwa watu 100. Ni pesa nyingi. Okay. Mimi nime-appreciate kiukweli. Mimi pia nime-appreciate, lakini swali la mwisho kutoka kwangu. Mkurugenzi, pamoja na umesema wazi kwamba mmetafuta njia ambayo mnawaweka wasanii wa Njombe kwenye mstari. Imefika point kwamba msanii akikutana na babu watatu wanakimbizana. Kwa nyinyi mnaona ni faida kwenu, lakini hamuoni kama mnaweka gap kati yenu nyinyi na wasanii? Cha kwanza sisi hatuoni kama tunaweka gap na wasanii. Kwa sababu moja, wasanii wa Njombe ni wavivu wa kufanya kazi. Okay. Kwa hiyo hata ukimkurupusha msanii sasa hivi wa Njombe umwambie bwana kuna tour sehemu tunatakiwa kufanya ya kisanii, gharama yake ni 50,000. Kama kuna wasanii Njombe wasiopungua labda 100, utawapata wawili. Na watakao lipia. Hao wengine maelezo mengi. Na ndio maana kwenye event yetu mpaka sasa hivi sisi waliolipia kadi ni wasanii watatu. Tuwataje basi ili tuwape mashaba au ni tunawataja waliolipia kadi, sisi tunawataja kwa sababu kwenye mkeka liko wazi. Kwani kuna tatizo lolote? Tunaye udogo mmoja anaitwa Ngole Music. Big shout out. Kalipia kadi, mtu wa shughuli mtu wa shughuli. Lakini mtu wa pili ambaye amelipia kadi Snaila. Alafu mtu anayefuata ni Eddie Malavu. Alafu mtu anayefuata ni Mogali. Okay. Yes, familia kabisa. Na dada yetu Kidoti. Kidoti naye atakuwepo. Kidoti hawezi kuniacha mimi. Basi kwa sababu Kidoti atakuwepo, umeshanipata na mimi nitakuwepo. Karibu sana. Nataka nikusaidie kidogo Cordless. Ule mshikaji wetu anaitwa Mzee wa Tatu. Nikajua ni baba wa tatu. Baba wa Tatu. Mzee wa Tatu. Sio kwani alijiita Mzee wa Tatu. Kwa nini Mzee wa Tatu? Unataka nitolee maelezo? Tolea maelezo. Tuko hapa mzangu, hiyo ni content. Si watu wa content, yani kila kitu ni content. Kwa nini ukajiita Mzee wa Tatu? Mpaka watu wanakuita babu wa tatu. Bwana, ili jina wengi huwa kila mmoja analitafsiri anavyojua. Lakini sio jina baya. Sijasema baya. Ni jina Nimeuliza kwa nini ulijiita Mzee wa Tatu? Yes. Jina zuri. Mzee wa Tatu ni nafasi nilionayo kwenye muongozo wa kifamilia. Kwamba mimi na majina matatu. Jina la kwangu binafsi, la baba na la babu. Na kwenye uzao mimi ni mtoto wa mwisho. Mtoto wa mwisho ndio mtoto ambaye anabaki kwenye boma kwenye familia. Si ndio? Yaani hiyo ni kidesturi Kitanzania ndio anayebaki pale. Kwa hiyo lile boma linabaki kwa mimi ambaye ndio mzee, nitakuwa mzee wa tatu. Yaani mzee wa kwanza ni babu, mzee wa pili ni baba yangu, mzee wa tatu mimi ambaye nitaachia ile boma pale. Kapta ya maboma wa Nimeulisi. Nimemwona Rasta. Mara nyingi nimekutana naye lakini sikumbuki nimekutana naye wapi. Mike na kuhusu mwanangu. Huwezi kuja kuzungumzia nini Crazy Friday. Tupige story kidogo. Jamani, mwigizaji, ni mwimbaji au yeye ameondoka kama mlinzi wa siku leo? Dereva. Kumbe dele. Nizuka mwanangu. Ni aje bro? Fresh. Karibu sana mwanangu. Nimependa ulivyokuwa. Yaani Rasta muda wote atakuwa wana smile. Yaani unanielewa vizuri. Ikumbatie mic vizuri. Kinyamwezi? Sana baba. Unasikiliza stories zetu hapa. Zimekuboa? Hamna, ziko fresh. Okay. Labda kwanza nijitambulishe. Nasema muona nikuta sehemu. Tumekutana lakini kumbukumbu zangu sikumbuki vizuri wapi tumekutana. Bwana mimi naitwa Nyasanga. Yes. Ni mwigizaji. Basi nitakuwa nimekuona sinema zetu, sio? So sinema. Mimi brother sikutengeneza labda naweza nikachangia kitu fulani kidogo. Sikujiweka sana public, yani kwenye show kwa sababu fulani. Mimi ni mwigizaji kama ushahudhuria kwenye event za maharusi anaigiza kama babu. Okay. Kama unakuja. Ndio mimi. Ndio unaigizaga kama babu. Okay. Ndio scene ambazo tunacheza mara nyingi. Mimi kwenye harusi bro. Kuimba? Mimi napiga kao. Unaimba lakini. Ushawaenda kuimba band sehemu yote? Mimi band sijafanya. Maana kusema naimba mtakwambia uimbe. Mimi brother naigiza bwana. Ila naona. Kazi zangu ukitaka ingia tu mwandika yenye wosia wa babu kule unaziona nyingi. Okay, wosia wa baba. Ukiwa una harusi kuja kuchekesha pale mbele. Okay, kwa unachekesha. Na stand up comedy tunaua kabisa. Kabisa. Hebu tuchekeshe sasa.
Sasa sikiza. Sikia nikwambie kitu basi. Hapo kuna mood. Kuna haja kupambana sana. Naomba nikimbie kitu kama hicho. Unajua kwenye stand up comedy brother, iko hivi. Kuna aina mbili. Kuna mtu ambaye lazima atengeneze physical appearance yake, aingie stage-ini, achekeshe. Kuna mtu mwingine ambaye anachekesha sasa mimi wewe ni tofauti. Mimi ni tofauti. Wewe ni yule ambaye lazima nibadilike. Mimi babu kiniona hivi nilivyo hapo nikabadilika wa babu. Tunapoteana. Sasa wewe ucheshi wa zamani hatutaki. Sio wa zamani, ndio wa kisasa. Yaani sasa hizi mpaka uwe babu. Mimi nafikiri wewe hivi ulivyo unataka kuchekesha. Sasa wewe ndio umekuja kuweka nyewe kidigitali, lakini uchekeshaji wenyewe ni yule baba. Mimi nikibadilika na unakuwa unaweza kuwa babu. Nikawa babu. Unaweza ongea kama babu. Kwa kikinga. Basi ongea kama babu. Fanya kama unajitambulisha hapa kama babu. Itsa kama wakololo wango. Moreno nende kuhojinyo ohoma het. Ero ndiri mu appliance hapa Radio FM na bantu bane ba Asili TV. Hirabo tukubakaribisa. Ati muhda. Agreement hotel. Mwitsa kemo bakebumbo kumweboni. Pakana kepala. Hotenguli litsobulisema. Nakubali mwanangu. Una kipaji. Na unaweza kuigiza kwa Kiswahili sasa. Hiyo ni kilugha. Ongea kama babu lakini Kiswahili. Kwa Kiswahili. Ndugu zangu, wajukuu zangu, kuna swala nataka niwaambie. Niko na Asili TV hapa, wanawakaribiseni siku ya kesho. Hawa wanatufukuliza na shughuli ya kupiga pizza. Wameandaa mtoko. Wajukuu, baada ya kufanya kazi zenu sote, tukutane pale Agreement jioni. Kuanzia saa 12 mpaka saa ngapi? Mpaka saa 6. Mpaka saa 6 usiku. Karibuni sana wajukuu zangu. Akitoka atakuwa tuingize jingo pale ya babu. Haiwezekani yani. Lazima tuingize jingo ya babu. Babu kutoka Ukingani. Mashavu mwanangu, nimependa na kipaji kikubwa sana. So kesho ndio tukafanya jambo pale sio? Kama kawaida. Tunakushukuru sana kwa kuja. Asante. Endelea kupigana kwa sababu kipaji ni fedha. Hayo vipi? Tukuse ngoma moja, tunapiga story sana. Ngoma ya Sika Melody. Sika Melody leo anapata mashavu kwa sababu yuko na mabosi zake. Na sisi tunasema wacha achukue mashavu. Ngoma yake inaitwa Bye Bye. Moja track ambayo mimi ndio nilianza kuizimia. Baada ya kuisikiza hii track nikaona kwamba yes, huyu jamaa ana kipaji kubwa. Tuenjoy nao tunakaa msuro. Hapo tayari ni saa 6 kasoro dakika 15. Bado kuna kazi yetu Asili TV kama kawa. Mkurugenzi alikuwa anaendelea kuongea au tulimkatisha? Alikuwa anaongea mzee wa tatu. Tumeanza na mkurugenzi sasa. Ndio. Watu wanaotaka saizi kulipa kadi wanatumia mfumo gani? Namba za simu wanakupataje na vitu kama hizo? Tukianzia hapo. Okay. Watu ambao wanaweza kutushika mkono, lakini pia sio kutushika mkono. Inawezekana kama kwenda kuenjoy kwa sababu akilipa anaenda kuenjoy. Anaweza kupitia namba ya simu ambayo ni 0742 374 809. Turudie tena kwa sababu hiyo ndio yenyewe, yani hiyo ndio yenyewe kabisa. Tutaje mdogo mdogo. Kuna mshikaji ndio anaandaa anachola pattern labda ya simu yake na vitu kama hizo. Turudie tena mdogo mdogo. Okay. Anaweza kuwasiliana na sisi au akatutumia muhamala moja kwa moja kupitia namba 07 42 374 809. Usajili itatoka Yusufu Kirumile. Wanaweza kapiga pia wakapata maelezo. Lakini pia kama anataka kufanya labda lipa namba tunaweza kumtajia. Lipa namba yetu ni 56 14 34 54. Asili yetu production. Hii ni Voda. Turudie tena hiyo namba vizuri. Okay. Ni 56 14 34 54. Asili yetu production. Hiyo ni Voda, inapokea mitandao yote. Safi sana, safi sana. Na tukimalizia sasa kwa mkurugenzi. Ndio. Ambacho unaona kabisa sasa tunaondoka na atakuwa niongee ni kipi? Kwa hiyo wewe ukitupa ripoti kwamba bwana Asili yetu mimi nitatokea huo muda. Na maana mimi naacha ripoti kwa mtu wa mapokezi bwana kuna familia atakuja. Kuna jina hili, meza yake ni ile pale.
Kwa hiyo kama nafikiri meza yenu imeshaandaliwa. Meza ya Place FM. Tuko hapo kula supu. Kwa njoni na tuombe tu Mungu atupe uzima na afya ili ukifika pale basi lumba itakayopigwa wewe umo tu, maana afya inaruhusu. Nimekubali. Mgeni rasmi atadili na kitu gani? Maana sije mkatokea speech huko tena mambo mengi. Hapana, mgeni rasmi ni mgeni rasmi wa kisasa zaidi. Okay, anakuja kuenjoy. Anakuja kuenjoy. Alafu pia tuna nyimbo ambayo tumeitengeneza kwa ajili yake, lakini inapigwa kwa mfumo wa bendi. Nakubali. Kwa hiyo mgeni rasmi pia anapenda sanaa. Anapenda sana sanaa. Utamuona, tuwezi kumtaja sasa hivi. Wanga wasije wakapita naye. Nakubali. Asante sana mkurugenzi. Tunakutakia kila la heri kwenye hiyo shughuli kiukweli. Ifane, uweke rekodi kwa sababu mimi napenda watu wanaothubutu kufanya vitu kama hivi. Unajua sanaa inataka watu waamue kufanya. Usi unafikiria tu kwamba tafanya, yani lazima uingie kufanya afu uone changamoto. Mimi nimefanya sana sanaa Njombe. Na mwaka huu mambo yalikuwa mengi, lakini nafikiri mwakani naweza kawa noma zaidi. So mwakani na kuahidi kushirikiana na wewe kwenye hili jambo. Sababu sasa mimi nimekutana nalo hivi, bosi wangu ndo ananiambia bwana mna interview na Asili Yetu TV wana jambo hili, ndo nasikia kumbe kuna jambo hili. Tulishakuja. Lakini mimi ndo napata leo taarifa. Umeelewa vizuri Karibu sana. Nafikiri tumepata mwanafamilia mpya. Karibu. So mwakani ule mchakato wa awali kabisa ule tukae tudiscuss ili iwe kubwa zaidi. Tunakushukuru sana kwa kuja. Na sisi tushukuru kituo kwanza na Prince Radio, mmetupa support sana. Lakini pia shukrani kwa Chungwa bosi yetu ule. Mwaka jana tulikuwa naye pamoja na yule dada wa bonge anaitwa nani? Betha. Betha. Okay, sawa. Kwa hiyo kuanzia michakato Chungwa amekuwa pamoja nasi, amekuwa kitushauri. Kwa hiyo na wewe karibu sana. Tunakushukuru sana. Mzee wa tatu? Yes. Tumalize na mzee wa tatu sasa. Hapa. Tunafanyaje sasa, ndio tunamaliza? Bwana, mimi labda cha kumalizia kabisa katika siku ya kesho sasa. Kesho watu wajiandae kushuhudia tukio ambalo linaweza likawa ndo moja tu kwa mwaka huu wa 2020. Na of course matukio Njombe mwaka huu yamekuwa adimu sana. Hiyo ni moja. Pili, kwa wale wadau ambao tushika mkono, tunasema wale wadhamini wetu. Tuwaombe kesho wajitokeze wakiwa na kampani, kwa sababu patakuwa na shamra kwa ajili ya kupokea vyeti vyao vya ushiriki. Kwa hiyo sipendi mdhamini wangu ambaye amenishika mkono bega kwa bega tulikuwa naye alafu anaenda kupokea cheti kinyonge, alafu cheti chenye kina hadhi. Kwa hiyo wajaribu kuja na kampani ambazo zitaleta hamasa hata ukumbini kwamba kweli unaenda kuchukua kitu, kwa sababu na ndio maana tumeandaa vyeti vyenye hadhi. Umemaliza? Mimi nimemaliza. Nakushukuru sana mzee wa tatu. Tukutakie kila laheri kwenye hiyo shughuli. Ifane uje ujidai hapa. Najua ifane lazima turudi hapa. Lazima mrudi hapa. Hata ikifeli tutarudi kwa. Haiwezi kufeli. Naomba kabla hujaondoka hapa kuna mshikaji ametuma SMS hapa, kama naweza nikasema unaweza ukasema sifa ya wasanii wengi wanapoanza wanaomba msaada wa kusupport kazi zao. Wakisha